Lakini ukisema mimi sasa nikaandamane Daktari Samia Suluhu Hassan asiwe rais, nikavunje mali za watu asiwe rais, unadhani unajitengenezea nini? Bara shida. Mimi ukimuona huyu kiongozi huyu hafai, nenda pale Oktoba 29 umepewa uhuru tena peke yako. Na ulinzi upo na kulinda. Kamkatae Kivitendo, kamkatae kivitendo. Kwa sababu hujakatazwa wala hujalazimishwa. Lakini ukisema siku hiyo ambayo imewekwa ya kupiga kura, wewe ndio unakwenda kufanya maandamano, utakuwa sawa sawa kweli? Watanzania tubadilike. Mimi simtaki rais fulani, simtaki mbunge fulani, simtaki diwani fulani. Nenda kamkatae. Nenda kamchague unayemtaka. Katiki unapopataka. Kachagua unayemtaka. Karibu katika maoni yangu, tunakwenda kuangazia swala zima la umuhimu na faida ya amani katika nchi husika. Ina thamani gani na ina umuhimu gani? Na leo katika maoni yangu nimemwalika Dr. Mkali. Yeye huyu ni mchambuzi wa masuala ya kidiplomasia, amani na mambo ya kijamii. Leo niko naye hapa, mbobezi huyu hatatupa maana na thamani ya amani katika nchi husika kama sio duniani kote. Karibu Dr. Mkali. Asante sana. Naam, karibu katika studio zetu hizi. Asante sana. Nimefurahi sana. Okay. Nimepokea mwaliko mzuri kabisa. Naam. Okay, wewe ni mbobezi katika masuala ya amani, hususani katika heji hii ya vijana, akiwa na mwenye ni kijana Dokta. Tunataka utuambie, tunakwenda sasa katika uchaguzi mkuu Oktoba 29. Taifa la Tanzania, wananchi wake wanapata fursa adhimu ya kwenda kupiga kura kumchagua kiongozi yule anayefaa kwao kwa mustakabali wa ustawi wa nchi ya Tanzania. Lakini kuna maneno mengi hapa yameibuka, vitisho vingi hapa vimeibuka, ili mradi tu kuwafanya wananchi washindwe kutimiza jukumu lao la msingi katika maisha yao. Karibu tulizungumze hili. Asante sana. Kwanza nimefurahi kuzungumzia amani ya Tanzania, kwa sababu amani ya Tanzania, mlinzi mkuu wa amani ya Tanzania ni Mtanzania mwenyewe. Na hii napenda sana kuambia vijana wenzangu, amani ya Tanzania ni mlinzi mkuu wa Tanzania ni Mtanzania mwenyewe. Okay. Hakuna mtu anaweza katoka taifa lingine au sehemu nyingine akaja kuilinda amani ya Tanzania. Kwa hiyo sisi kama vijana, kwanza kabisa tuilinde na tuhakikishie wazee wetu, tuhakikishie watoto wetu kwamba amani ya Tanzania ipo salama. Na nikizungumza kwa hawa wenzetu wanajaribu kuchochea au kuzungumza maneno yasiyofaa katika taifa hili, lazima tuwatizame mara mbili. Tunawatizama kwa staili gani? Tunawatizama wenzetu wana maisha ya namna gani? Au wapo sehemu gani? Lazima tuyajue hayo. Kwa sababu mtu anachochea Tanzania, yeye hayupo Tanzania. Atakayepata matatizo ni nani? Ni yule aliyekuwepo Tanzania. Kwa hiyo vitu vingine kama vijana wenzangu, wazee wangu, viepukike. Okay, leo tupo hapa, tuna amani. Athari ya amani ikija kutoweka, huenda wengi hawajui. Amani ikija kutoweka, athari yake inakuwa hasa katika mkondo gani, ama katika jinsia gani, ama katika lika gani wanateseka zaidi kwa kuondoka kwa amani nchini? Nchi inayopoteza amani inaweza ikapoteza amani kwa dakika 5 tu au 10. Lakini kuitafuta, kuiweka amani sawa, takriban zaidi ya miaka 15. Na kikubwa ambacho kitakuja kuwaumiza wazee wetu, watoto wetu. Kwa sababu leo tuna malika tofauti. Lakini malika ambayo ya kutizamwa kwa dhati kabisa, tunawatizama wazee. Kuna mtu ana miaka 80 mpaka 90. Hawezi kukimbia kutoka hapa hata kufika hatua 5 pale. Lakini pia tuna watoto wadogo, lika la miaka 2, 3 mpaka 4.
hawana uwezo wa kujisaidia kwa staili yoyote nchi inapokuwa tafarani. Sasa leo mimi naangalia familia yangu, nyuma kuna nani? Lakini mwingine anapenda kuzungumza sehemu yote kwenye vyombo vya habari au mitaani, kwa kuwa yeye pia anaangalia familia yake ipo watu walika gani. Kuna mwingine anazungumza mitandaoni, yeye hana mtoto. Kuna wengine wazazi wao wametangulia mbele za haki. Hatukuombeana hayo, lakini ndo Mungu mwenyewe akipanga. Kwa hiyo yuko yeye kama yeye, hana mtoto, unakuta hana mke, yupo tu, lakini yeye anaweza akasema chochote kwa kuwa anajizungumzia yeye, anaweza kwenda kujificha sehemu yoyote. Lakini mimi na wewe mwenye watoto wadogo, mwenye wazee wetu ambao wana miaka 80, 90, tunawasaidiaje hao? Tunawalinda vipi? Tunawasimamia vipi amani inapovurugika? Tuzungumze tu, watu waongee tu, lakini amani ni jambo kubwa sana na inatakiwa tulilinde kwa staili ya aina yoyote. Tusikubali amani ivunjike kwa watu wawili au watatu au wanne au watano. Tusikubali kabisa katika hilo. Okay. Umekuwa una experience ya hali ya juu, umeshatembelea hifadhi za wakimbizi kwa maana kwenda kuwasaidia na nini sehemu nyingi ikiwa Burundi, Rwanda na Kongo pia, lakini hata hifadhi za hapa. Ulikuwa unapata experience gani ukiwaona wale waasilika ambapo mnaenda kuwapa misaada? Kwanza kabisa, ukiwa kama binadamu, kuna sehemu ukifika ukiambiwa watu wamepata matatizo, moyo wako unauma sana, na hakuna anayependa mwenzake apate matatizo. Na tukifika sehemu kama zile tunaumia, kwa sababu tukiangalia malika ni malika ya wazee wetu, malika ya dada zetu, malika ya watoto wetu. Kwa kweli tunaumia sana sana sana, zaidi ya sana. Kwa hiyo vitu vile tukivisoma kwa wenzetu, vije vitokee nyumbani kwetu, kwa kweli tunakosa amani. Sasa kama inatokea Burundi, Rwanda, tunaumia namna ile, je, inapotokea nyumbani? Na ndo chimbuko la kwetu wenyewe, tumezaliwa sisi. Wengine hatuna mapassport ya, hatuna maulaia ya nchi mbalimbali. Sisi ulaia wetu ni Tanzania. Tumezaliwa Tanzania, tumesoma Tanzania, tumesimama Tanzania, tunajulikana Tanzania. Kwa hiyo hizi sehemu zingine tunazokwenda ni kutoa misaada na kwenda kusoma maisha wanayoishi wenzetu. Lakini hivyo vitu ambavyo kuchukua, hivyo vitu ambavyo wakuviacha kule kule. Kwa hiyo kikubwa, Watanzania wenzangu, na waomba sana, kuna wengine hawajui kwa sababu hawajafika zile sehemu zilizotokea matatizo mbalimbali. Lakini sisi tuliofika, kwa kweli kila tukifikiria mioyo yetu inaumia sana. Na tukiangalia viongozi wetu wanapambana kusimamia amani ya Tanzania, kwa nini na sisi tusioneshe umoja wetu, usikivu wetu, tukaisimamia amani yetu ya Tanzania? Ndio. Ni swali la msingi sana hilo. Na kwa nini sisi tusionyeshe umoja wetu na msimamo wetu kwenda kuisimamia na kuipigania amani ya Tanzania kwa kukubali na kuheshimu kile ambacho wanakifanya viongozi wetu waadilifu kabisa wa taifa hili? Kwa nini tusiwasapoti kivitendo? Ndivyo anavyomaanisha Dr. Mkali. Bado niko nayo. Hii ni makala ya maoni yangu na hayo ni maoni ya Dr. Mkali. Huyu yeye ni nguli na ni mtaalamu katika masuala haya ya kidiplomasia, hususani katika masuala mazima ya amani. Hivyo bado tunazungumza naye. Dr. Inaonekana kabisa wanasiasa wana nguvu sana ya kiushawishi, na inaonekana kabisa wanasiasa ndio chachu ya kwanza kuiondosha amani katika nchi husika. Lakini pia imani ya wananchi wengi wanaamini watu wa dini, hawa viongozi wa dini, mashehe na hata maaskofu na mapadri, ni watu ambao hawa wanasimamia sana kuijenga amani. Lakini sasa hivi imekuwa sijui fasheni ama sijui kukimbilia fursa. Inaonekana hawa watu kwenye taasisi hizi za kidini, wengi na wao wanachukua fomu kuingia katika siasa. Hili likoje, ikiwa wewe kama mtaalamu wa masuala ya amani na vyanzo vyake vya amani? Mimi kikubwa zaidi katika viongozi wa dini na kujichanganya na siasa,
kweli jambo, kwa ushauri wangu mimi, kama ingekuwa inawezekana, wale wana nafasi kubwa sana katika dini na wana heshima kubwa sana katika dini kuliko wanapotaka kwenda. Kwa hiyo sijui niseme ni kutafuta katika maisha, lakini viongozi wa dini wana heshima kubwa sana 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 wakibaki katika nafasi zao za dini. Okay. Kwa sababu haipendezi leo kwa mfano kiongozi anakwenda kutafuta nafasi ya labda ubunge au diwani, lakini anashindwa kuelewa kama nafasi yake ya dini ni kubwa zaidi kuliko ile nafasi anayokwenda kuitafuta. Kwa sababu wanasiasa anapokwenda jukwaani kuna mengi anamkuta. Anaweza akaulizwa swali ambalo yani ni tofauti na anavyoheshimika. Sasa anapokwenda mwana kiongozi wa dini akapanda jukwaani akaulizwa swali lile, alafu mimi imani yangu naamini yule ndo kiongozi wangu wa dini, kuna maswali yakiulizwa kwa kweli hata mimi nakosa raha. Kwa sababu yeye ni kiongozi mkubwa sana. Wao wanatakiwa sasa hivi wasimame na msimamo wa kuombea Tanzania amani. Hilo ndio jambo kubwa linawahusu viongozi wa dini kwa sasa. Lakini wapo viongozi wa dini ambao wanashawishi na kuzungumza maneno tena kwenye sehemu ambazo hazistahiki kuzungumza. Leo kiongozi wa dini anaweza kwenda msikitini ama kanisani akazungumza siasa, vile vitu ambavyo viwili tofauti. Leo mimi Muislamu na kwenda kusali, si ndio? Kiongozi labda mimi ni mwanachama wa chama fulani, anakwenda kiongozi pale msikitini akazungumza kile anachokizungumza ni chama changu. Hakuna kiongozi kiongozi wa dini anayekosa chama, lakini kuna mambo mengine huwezi kujionyesha moja kwa moja mimi ni mwana chama fulani, hata kama unaumia ndani ya mioyo yako. Hata mambo ya mipira, kiongozi pia hawezi kuonyesha mimi timu yangu hii fulani, yani atatengeneza matabaka baina ya watu wa dini na watu wa siasa. Kwa hiyo asimame kwenye msimamo yake, mimi ni kiongozi wa dini, niombee amani Tanzania. Lakini anapozungumza maneno tofauti na amani ya Tanzania, leo limevurugika. Manake atawagombanisha wale watu wake ambao waumini wake, atawagombanisha wale. Kwa sababu wapo ambao watakayemkubali, wapo watakayemkataa. Sasa kiongozi wa dini haitakiwi kuwa hivyo. Kiongozi wa dini anatakiwa asimame kuiombea nchi amani tu. Sasa hawa viongozi wa dini wanapata wapi morali ama wanapata wapi ile kujinasibu kwamba na kwenda kuchukua fomu naenda kugombea uongozi ama ubunge mathalani? Kitu gani kinawashawishi? Huenda huku kwenye dini unamzungumzia tu Mungu, hakuna chochote kitu, na wao wanataka chochote kitu. Yale ni maslahi ya mtu. Ameshaona sasa katika dini malipo baadaye kwa Mungu wanavyozungumza wasomi wa dini. Sasa yeye anataka malipo ya haraka zaidi, manake hana hata ile imani ambayo aliyokuwa nayo kama Mungu anaweza akamlipa. Yani imani hiyo anakuwa hana. Na ndio maana wanakuwa ni tamaa kutoka kwenye nafasi zao za dini kwenda kutafuta nafasi za kiserikali, za kichama, kutegemea atapata malipo ya haraka zaidi au kupata maisha makubwa zaidi aliyokuwa nayo. Lakini maisha ya Mungu ni bora zaidi, kwa sababu maisha ya kiimani kuliko maisha haya wanataka kuyakimbilia. Ndio. Okay. Na hii ni jukwaa la maoni yangu, na haya ni maoni ya Dr. Mkali. Bado tunajinasibu naye katika studio zetu hizi, tukipata hekima zake na muono wake juu katika swala zima la kwenda kupiga kula Oktoba 29, baada ya vishawishi vingi vya kichochozi vilivyotamkwa na hao watu wanaoona wako sahihi. Tunaviangalia hapa. Je, wanajua thamani ya amani? Na wanajua hathari amani inapotoweka? Tuko naye hapa Mkali katika masuala madhima ya amani. Na umetembea katika nchi ambazo zimepoteza amani kwa muda mrefu na sasa hivi wana survive kurudisha ile amani. Imani yao kwa viongozi wa dini zikoje wale wanawatembelea waathirika? Nataka niseme kitu kimoja. Katika matembezi ambayo tumejaribu kuyafanya na kufika baadhi ya sehemu,
watu wanaumia sana, wanaumia na viongozi wao wa dini, wanaumia na viongozi wao wa kisiasa. Unajua sehemu yoyote amani inapovunjika, tunategemea kiongozi wa dini asimame, apate kuwaeleza na kuwaambia wapate kumwelewa. Kuna watu wengine wana imani kubwa sana na viongozi wa dini kuliko na viongozi wa serikali. Kuna mwingine ana imani kubwa sana na kiongozi wa dini. Yaani imani yake kwa kiongozi wa dini akisema anaamini kama vile yani ametumwa na Mungu moja kwa moja. Wapo watu wanaamini imani hivyo. Lakini wapo ambao pia wanaamini wanasiasa, kwamba kiongozi wangu sasa kaniambia napaswa niache ili jambo, tuangalie na viongozi wa serikali wanasemaje. Kwa hiyo nchi nyingi ambazo zilipoteza amani wanalia na viongozi wa dini na viongozi wao wa serikali na viongozi wao wa matabaka na makabila na kadhalika. Kwa hiyo mimi bado usia wangu narudi Tanzania hapa. Tanzania tusimame na amani tuliyokuwa nayo. Amani tuliyokuwa nayo ni kubwa sana, mpaka nchi za wenzetu wanatamani amani hii. Wengi sana watamani amani ya Tanzania. Na wapo ambao wanatuombea, mbona hawa wagombani? Mbona vipi? Mbona kila tukijaribu kuingiza vitu vichokochoko wagombani? Lakini bado Mungu anatusimamia, tuzidi kumwomba Mungu na tusimame na sisi wenyewe. Ukisema mimi namuomba Mungu ajalie amani, kama we mwenyewe utaki amani iwe, hata Mungu atashindwa kukusaidia. Kwa hiyo tuombe Mungu amani ya Tanzania isimame vizuri, lakini na sisi tujitahidi kusimamia amani yetu ya Tanzania. Okay. Na wewe kama mdau sasa katika masuala hayo ya kiamani, vipi hawa watu wa diaspora wewe unawapa nafasi gani na unawatazama kwa jicho gani watu hao wa diaspora? Mimi nawapa nafasi kubwa sana. Nawapa nafasi kubwa sana kwa sababu ni watu ambao wanaipenda amani. Mimi mtu yote anaipenda amani nampa nafasi kubwa sana. Sana zaidi ya sana. Lakini kuna wengine hao diaspora hao wako huko ambao wana uraia pacha. Wao wengine ndio wanahamasisha kwamba tuandamane kwa sababu tu yeye ni diaspora, anaishi ughaibuni na ana uraia pacha. Hawa watu kwa sababu diaspora wana nafasi kubwa katika masuala ya kiuwekezaji, kimaendeleo, kwamba wanachokivuna huko waje kuwekeza huku nyumbani, nchi iendelee kustawiri na maendeleo yafanye nini, yawepo. Lakini kuna diaspora wengine wanatumia platform hiyo kuchochea vitu kama hivyo, maandamano na nini. Watu na diaspora namna hii, wewe kama mtaalamu wa masuala ya kiamani na umetembea nchi kadha wa kadha, unawapaje neno? Unajua kuna watu wengine wanasema wanavaa ngozi ya nini? Ngozi ya mbuzi. Lakini si ndani ni chui. Sasa wapo watu ambao wanajichanganya katika kujifanya watu wazuri, lakini pia sio watu wazuri, ni wabaya sana kwa taifa letu. Na watu wengi wanafanya kwa maslahi yao. Kwa hiyo kuna watu wanataka Tanzania ibomoke kwa maslahi yao. Umeelewa hapa? Wanafanya kila njia Tanzania ivunjike, watu wapigane, waumizane, lakini pia kwa maslahi yao. Hakuna mtu anayefanya jambo ambalo halina maslahi. Leo tunawaona kwenye mitandao huko kina dada wengi, kina baba wanaizungumza Tanzania vibaya na wanamzungumza kiongozi wa Tanzania vibaya, lakini wanafanya kwa maslahi yao. Wanafanya kwa maslahi yao ya maisha yao. Kwa sababu leo likitokea lolote yule umpati. Mimi na wewe tuko hapa Tanzania ndio wa kwanza kupatikana. Kama sijapatikana mimi atapatikana mtoto wangu. Kama sijapatikana mtoto wangu atapatikana shangazi yangu. Manake tupo Tanzania. Kwa hiyo kuna watu wanafanya vitu kwa maslahi ya kwao. Kwa hiyo wanajivesha ngozi ya kondoo, kumbe hana ngozi ile. Ndani ni adui mkubwa wa Tanzania. Na ndio maana anaweza akajirekodi kutokana kutoa makashfa mbalimbali ya kumchafua kiongozi wa nchi, ionekane hana maana, hafai. Umeona? Kwa hiyo
watu wapo wa design kama hii, ni wengi sana. Okay. Rai yako ipoje kwa vijana vijana wa lika kuanzia miaka 20 kwenda mbele kuelekea Oktoba 29, maana kuna matamko si mema yametoka kwamba maandamano na nini. Wewe kama mtaalamu na athari kubwa ya uvunjifu wa amani umeshuhudia, una uzoefu huo, unawapa rai gani ama una tamko gani juu ya hao? Manake hao barobaro ndio wanatumika sana sana. Mimi niwaambie na niwaombe sana, si wakatazi kwenda kutufanya maandamano, lakini lazima watutaka kwenda kufanya maandamano ujue hiki ninachokwenda kuandamana nacho ni kitu gani. Umeelewa hapa? Lakini pia na wasii, kama ukiona jambo halina faida achana nalo. Unakwenda kuandamana ili iweje? Unakwenda kuandamana, unakwenda kutafuta nini? Oktoba 29 imewekwa ni siku ya kwenda kupiga kura. Nenda kamchague kiongozi unayemtaka. Usiyemtaka muache. Haya maandamano yanahusiana nini? Tumewekewa viongozi pale, maraisi takriban 9, ukenda wabunge wengi kabisa, kamchague unayemtaka. Sasa maandamano ya nini? Mimi naona kabisa, kwa mfano nikisema labda niwataje majina ya viongozi, mimi labda nikisema Daktari Samia Suluhu Hassan hafai. Nenda kamchagua anayefaa. Ndio. Maliza, rudi nyumbani. Lakini ukisema mimi sasa nikaandamane Daktari Samia Suluhu Hassan asiwe rais, nikarushe nikavunje mali za watu asiwe rais, unadhani unajitengenezea nini? Bara shida. Mimi ukimuona huyu kiongozi huyu hafai, nenda pale Oktoba 29, umepewa uhuru tena peke yako. Na ulinzi upo na kulinda. Kamkatae kivitendo, kamkatae kivitendo. Kwa sababu hujakatazwa wala hujalazimishwa. Lakini ukisema siku hiyo ambayo imewekwa ya kupiga kura, wewe ndio unakwenda kufanya maandamano, utakuwa sawa sawa kweli? Watanzania tubadilike. Mimi simtaki rais fulani, simtaki mbunge fulani, simtaki diwani fulani. Nenda kamkatae. Nenda kamchague unayemtaka. Katiki unapopataka. Kachagua unayemtaka. Lakini sio toke nyumbani useme mimi nakwenda kuandamana na kwenda kutafuta haki kwa ajili ya kwa nguvu. Hakuna haki inatafutwa kwa nguvu. Hakuna haki inayotafutwa kwa nguvu. Vyombo vya usalama vitakushughulikia tu. Hapo ni haki yao. Ni haki yao kukushughulikia. Ni haki yao. Kama umekwenda kwa style tofauti, ni haki yao kushughulikia. Hakuna namna. Hakuna namna. Utashughulikiwa tu. Ni tena utashughulikiwa kweli kweli. Lakini kabla kwenda kuandamana, tizama familia yako umemwacha nani nyumbani. Yaani kabla hujatoka pale, mimi nakwenda kuandamana, tizama nyuma umemwacha nani. Na hili ni jukwaa la maoni yangu, na haya ni maoni ya mwanahamani huyo, mdau wa amani nchini na hata nchi zingine za jirani. Ameshapaspeti huko na ana uzoefu mkubwa, anajua thamani na umuhimu wa amani katika nchi husika, na hapa anatuwezea kutupa kile ambacho yeye anakijua na yeye amekivuna huko. Hakika Dr. Mkali amezungumza mambo very sensitive. Kama mtu utakuwa uko makini, anakwambia unakwenda kuandamana, lakini hakikisha nyumbani umemwacha nani. Ni swali la msingi sana kulijibu kiakili kabisa. Na mimi bado nipo nazungumza naye, lakini tunakwenda ukingoni sasa kuhitimisha jukwaa la maoni yangu siku ya leo. Naam, Dr. Mkali, sasa tuangazie sasa kampeni zinazofanywa sasa na vyama vya upinzani, chama tawala, kuendelea kuhitimisha siku ya Oktoba 29. Tukiacha hao madomo zumari hao, tuwaingie sasa wenyewe hao. Kuna
wanasiasa wa vyama vya upinzani ni wastaarabu, waumini wa amani wa nchi hii, wanakumbatia amani, wao wanafanya siasa zile ambazo zinatakikana katika kampeni zake. Nafikiri wewe utakuwa umekwenda katika majukwaa yao kuwasikiliza, kwa sababu ndio sehemu ya kazi yako. Hebu niambie, wao unawatazamaje sasa? Challenge wanaenda kutoa ya namna gani siku ya Oktoba 29? Kwa bahati nzuri nimewashuhudia wagombea mbalimbali, kwanza ngazi za udiwani na vyama tofauti tofauti mpaka ngazi ya urais, kila mmoja akieleza namna yake akipata nafasi atafanya kitu gani. Nimefuatilia kwa Zanzibari, nimefuatilia hapa Tanzania bara kote, kwa sababu ya kupata chachu za wagombea tofauti tofauti, na nimezisikia sera zao. Nimekwenda Zanzibar kule, nimemsikia mgombea akisema kwamba akipata urais watu watalewa kwa leseni, vitanda 6 kwa 6 vitakuwa hakuna, vitanda ni futi 2 futi 3 kwa sababu ya watu kuzaliana. Kwa hiyo nimefuatilia vitu vingi sana, nimemsikiliza Dr. Hussein akiendelea kuyasema atakuja kuyafanya, na yale ambayo ameyatimiza, sio ameyafanya, kuna mambo ameyatimiza. Kwa hiyo kuna sehemu ukifika lazima uwe kweli kwamba kiongozi fulani ametimiza hichi kitu. Kwa hiyo nimekuja hapa, nimewasikiliza pia wagombea, na mwisho jana nilikuwa namsikiliza Dr. Samia Suluhu Hassan alikuwa pale Leaders. Nimemsikiliza na akawaambia Watanzania maandamano yapo, lakini maandamano yalokuwepo ni ya kwenda kupiga kura. Na yeye amethibitisha kama ndo mwenyekiti wa ulinzi na usalama Tanzania na ndo mkuu wa majeshi ya Tanzania, ametuahidi usalama upo mkubwa, tusiwe na wasiwasi. Mimi kuna hilo kwanza nimpongeze. Mimi bwana, kilio changu kikubwa sana sana ni amani. Kwa sababu kuna level ya maisha. Kuna mtu anaishi maisha ya 2000 na kuna mwingine anaishi maisha ya 10,000, mwingine anaishi maisha ya 50,000, lakini pia mwingine anaishi maisha mpaka ya laki na kadhalika. Lakini usimdharau yule anaoishi maisha ya 2000, kwa sababu anaishi kwa amani yake aliyokuwa nayo. Na huyu ndo atakiwa aliye sana kuitafuta amani ya Tanzania, kwa sababu akifatwa akipewa 20,000 30 anaweza kashawishika kwa kuwa kipato chake si kidogo. Lakini pia ajiulize atapopoa ile 30 20 ya siku moja au siku mbili, kwamba miezi mingine itakuwaje. Pia anatakiwa naye ajiulize katika amani anaitengenezaje. Kwa hiyo tumwasikiliza, wamenadi sera zao, madiwani, wabunge. Nilijaribu kumsikia na mbunge wa Kinondoni Mheshimiwa Abbas Talimba. Nimejaribu kuwasikiliza madiwani tofauti tofauti, sera zao na mambo ambayo watakuja kuyafanya, walioyafanya. Wapo wengine awamu yao ndo ya kwanza wanakwenda, na wapo ambao wengine waendelevu wanaenda kuendeleza nafasi zao. Kwa hiyo wote nimejaribu kuwasikiliza sera zao, na niwaambie Watanzania wenzangu, hakuna kiongozi asiyepanda jukwani cha kwanza kusisitiza ni amani. Kwa hiyo maana yake na wao pia wanatupenda sisi wa Tanzania, na ndio maana kikubwa wanakisimamisha mbele, wanasema kwanza amani. Leo mimi nina uwezo wa kwenda dukani nikakopa unga wa 1500 na sababu baadaye nitaleta, lakini amani sasa ndo hakuna. Naweza kutoka hapa kwenda dukani kukopa unga? Siwezi. Kwa hiyo kuna maisha ya Mtanzania wa 2000, kuna maisha ya Mtanzania ya 5000, kuna maisha ya Tanzania ya 100,000 mpaka 50,000 na kadhalika huko. Kwa hiyo tuchunge nini kitasababisha mimi niishi kwa 2000 yangu, ni amani. Naam, huyo ni Dr. Mkali akidadavua thamani ya amani na athara ya amani. Nafikiri mwenye akili timamu na macho yaliyokuwa mazuri atakuwa ameona na atakuwa amesikia na kuhifadhi na kufanyia kazi. Yeye anasisitiza amani kwa sababu ndio sehemu ya maisha yake, lakini pia vile vile amesisitiza Oktoba 29 nenda kapiga
kura, alafu rudi nyumbani, kale ugali wako vizuri, usubirie tamko litakalotangazwa na watu wa tume ya uchaguzi, tume huru ya uchaguzi. Nani amepita na nani amedondokea pua? Aliyepita tumkumbatie, tumpokee, tumpe thamani yake na tumpe ushirikiano, na aliyeangukia pua tumpe pole, tumwambie haikutosha, mpaka nyakati nyingine. Na mimi kutoka hapa katika studio zangu hizi sina mambo mengi zaidi ya kusisitizia amani. Oktoba 29 tusifanye makosa, tunayemtaka tukamchague na tusiyemtaka tukamkatae kwa peni kwenye boksi. Mimi Nasingayoma, mpaka wakati mwingine.